nakupenda sasa. Huyo mume kutwa yeye anashinda ba, anakatiza mtaa huu, mtaa wa 7 wamemwona yuko na fulani, mtaa wa 8 yuko na fulani, nyumbani hakai, hana hata chochote cha maana anachokifanya Pizo. Mjembo yani yule baba ajiwezi yani yuko tu nyanga. Na sitaki kusikia chochote kuhusu Pizo. Sitaki. Wewe una kitu gani cha maana wewe huko? Unakaa unakuja unapiga kelele hapa kazi gani? Bwana yule Vipi kichwa lakini? Hata mimi jana pombe nyingi sana niliwa mzee hii. Kaka, nisamee lakini. Saidia mimi weka safi suruali, sijui na pasi, sijui. Au vipi? Please. Asante. Julita mdogo wangu. Naamini leo utakuwa unamshangaa sana. Na utakuwa unajiuliza maswali mengi. Iweje leo kaka Robert amekuleta sehemu kama hii? Si kawaida yangu. Kiukweli nimeamua kukuleta hapa kwa sababu moja. Unajua sisi tushakuwa watu wazima. Na isitoshe tumezaliwa watoto wawili tu katika familia. Kwa hiyo lazima tupendane, tushirikiane, tushauriane, tusemezane ila tu tusigombane. Kwa hiyo lengo la kukuleta hapa, yale yote ya nyuma aliyopita naomba uyasahau. Achana na zile vurugu za nyumbani, sio nimekusema, nimekukolomea, nini, yale mapito tu. Sasa Robert nimebadilika. Nahitaji tu kitu kimoja na mdogo wangu, tushirikiane, tushauriane na kuwa mtu msafi kwa ndugu yangu. Sitaki masiara kabisa. Sawa, usiniogope unapokuwa na tatizo lako na mimi napokuwa na matatizo yangu. Niwezi kukwambia. Lakini kitu kilichonisukuma kukuita hapa ni kitu kimoja. Nataka kujua hivi kwa nini upendi mimi niwe karibu na rafiki yako? Yani Robert, umezunguka we. Umekuja umegota hapo. Unajua ndio maana nilikuwa najiuliza, kwanza imekuwaje leo Robert ananitoa out? Hujawahi kunitoa out even a single day. Sasa inakuwaje leo unanitoa out? Nikajua kabisa kuna kitu unataka kuniambia. Sasa umezunguka wewe, umeshindwa, sasa ndo unataka kuniambia. Haya, sema tena. Pizo. Suruali kwa. Suruali Yesu ametaka isafishwe. Wewe umeambiwa unyooshe suruali? Kaniambia ninyoosha au nisafishe nimeloweka? Pizo. Umeloweka? Ningeweka wapi? Hivyo una akili timamu kweli wewe? Suruali umeambiwa upasi, unaenda kuweka nini? Basi Yesu. Wewe mzima kweli wewe? Kwa hiyo vipi? Suruali kaitia kwenye maji. Nataka tu kujua kwa nini wewe upendi mimi kuwa karibu na rafiki yako? Na unajua kabisa kwamba kaka yako mimi sio mtu wa kurukaruka. Nikikaa sehemu nimekaa. Mimi yule nampenda. Kaka yako nadhalilika, nateseka. Wewe wa kunisaidia. Sasa cha ajabu ndo unanibania rafiki yangu. Unataka kujua kwa sababu gani na kukataza? Yeah. Okay. Sababu ya kwanza, sitaki upotee. Hiyo sababu ya kwanza. Alafu sababu ya pili, sifikiri kama mamba anaweza kumruhusu mtoto wake akatoka kwenye ziwa kaenda kutafuta chakula, alafu mama akabakia ndani ya ziwa. Sijaelewa unamaanisha nini? Nachomaanisha ni kwamba namfahamu vizuri sana. Huyo unamzungumzia. Nimesoma naye. Naijua tabia yake A to Z. Namfahamu, yani hakuna mtu anemfahamu. Unaelewa? Wewe unampenda yule msichana, lakini yeye mwenzio hana hisia. Hana hisia za mapenzi, hana upendo wa kweli. Yani kitu kinachoitwa upendo kwake ni kitu ambacho kama kinaingilia huko kinatokea huko.
haelewi chochote kuhusu upendo. Anachojali na anachothamini ni pesa. Tuachane na hayo. Unajua wanasema usisemee moyo. Alafu mbona tuna mifano mingi sana iliyo hai. Siku zote tukikaa na mama siku akifurahi huaga anatupaga hadithi. Au anatusimulia historia yao wao na baba walivyokutana. Anasema baba yetu alikuwa mlevi chakali. Lakini baba toka alivooa ameacha mambo yote na amekuwa mtu mwema pale nyumbani. Sasa hata yeye atabadilika tu. Nitatumia elimu yangu yote nilokuwa nayo kuweza kumrekebisha yule binti. Yule akifika katika 18 zangu mimi anatulia yule kama maji ya mtungini. Pagana star. Usijali lakini baby. Unajua nini, mimi ndani ya gari ipo nguo nyingine. Mimi jana kama na mawazo kitu kama hii inakuja. Yaani unajua huyu banki zinamchanganya huyu. Usijali lakini. Hizo banki zinakuchanganya hizo. Baby usijali kwa sababu ipo nguo nyingine, usijali. Hamna matatizo, ni kweli. Twende tu. Achana naye. Usijali, twende. Twende baby. Wewe. Twende bado asubuhi mapema, unajua hiyo. Hivyo Robert, unasikia unapoongea? Yule ameshakuwa mtu mzima. Mpaka saa hizi hajabadilika. Wazazi wake wamemshindwa, wewe ndo utamweza. Watu wasema samaki mkunje angali mbichi. Akisha kauka tu, huwezi kumkunja. Yaani ukimkunja pale unamkata. Haya wewe unaanzaje kumkunja mtu mzima kama yule? Unajua hizo ni mesali tu. Siku zote mapenzi yana nguvu kuliko breakdown. Kwa hiyo yule akiwa katika hema yangu mimi, unajua mimi mtaalamu wewe. Akikaa katika 18 yule atanyooka na mwenyewe utashangaa. Unachezea nini? Kwa hiyo wewe mlete hapa ajisogeze, maisha yaendelee. Siku zote mapenzi yana nguvu kuliko breakdown. Kwa hiyo akisha kufika kwangu yule anatulia. Robert, siwezi. Yaani siwezi nikafanya hivyo unapotaka. Period. Alafu mimi napoongea wewe una chat hizi moja za dharau. Sasa mdogo wangu kwa nini ukui kila siku? Okay. Kwani yule anaitwa nani? Wewe unataka jina lake la kazi gani? Simeuliza tu jamani. Kwani kuuliza kosa? Mimi nataka kujua ili mradi siku yake atanapokutana naye barabarani amuita jina lake. Anaitwa Miranda. Miranda. Oh. Unajua na jina zuri kama yeye mwenyewe. Jina lake zuri. Sasa Julita, nilitaka kusahau maana tutaongea hapa ajua alishakwenda ili na mzee wenyewe unajua pressure. Na hasa anajua tayari tumetoka huko. Hebu nenda karibu. Robert, sisi ni customer, sawa? Sisi ni wateja, wao ndio wanatakiwa waje watusikilize, wachukue hela zao. Sasa tena unaponituma mimi unaniamsha bwana. Sikiliza mdogo wangu. Mimi utawala wangu unakuwa wapi? Na mimi najisikia fahari nikikuona mdogo wangu na kutuma unaenda. Okay, fine. Nipe. Na mamlaka. Sasa kama hivyo bwana na mimi nafurahi mdogo wangu namtuma na nisikiliza. Mimi napenda na mimi nakuwa na mamlaka. Juliet. Juliet mwenyewe wewe. Nimekeep change. Umeona sasa? Wenzetu, tusaidia sije kapandisha pressure bure. Leta nikusaidie bwana mdogo. Tokea lini ukanibebea hembe? Tatizo mdogo wangu upendeki. Sasa mikaka yako tena unaonyesha hukujali mdogo wangu hata unashangaa. Nimekwambia mimi.
Shemeji. Wewe binti, unatoka wapi? Sihitaji wageni hapa nyumbani kwangu. Miranda, ni mara ngapi nakwambia sihitaji wageni hapa nyumbani? Na kuuliza ni mara ngapi nimekwambia sihitaji wageni? Baby. Baby, baby. Nimechoka sana. Kiukweli nimepata shida sana. Nimehangaika, nimepata futa mpaka nafika hapa hoi. Unajua hoi? Ila ndo hivyo wanasema mwenda bure si sawa na mkaa bure. Maana kukuona dawa tosha. Unajua nina shauku njadidu Arabu anasema. Shauku napata tabu. Na yote natokana kwa ajili yako. Mapenzi yangu kwako ni makubwa mno kuliko hata unavyofikiria. Kilichonileta hapa ni kukwambia kwa nakupenda na nakuhitaji. Nimekuelewa. Nashukuru kama utakuwa umenielewa. Kaa ukijua katika ubongo wako niweke mtu kama mimi, mnyonge anayekupenda kwa dhati. Kwa hiyo tusipoteze muda kwa sababu hapa sio sehemu nzuri ya haya ninayozungumza. Ila kwa vile nimepata nafasi ndo nimeitumia. Ndo naishi mtaani. Lakini sio muda mwingi na kuwepo huko. Mara nyingi nakuaga Australia. Huko nakujaga mara moja tu kwa ajili ya kumuona baba na mama na zangu school. Kwa hiyo unaishi hostel? Yeah. Basi
Mimi nitashukuru endapo nikipajua hosteli ndio unapoishi, kwa sababu kama unavyoona unavyopata taabu leo tunakaa mazingira kama haya. Si unajua tena kila maongezi yana mahala pake na kila mahala pana maongezi yake. Hostel kwetu kuna sheria kali. Yaani huwezi kuingia hivyo yani kiolela olela. Zaidi ni sisi wenyewe na wazazi tu au na walezi ambao wanajulikana ndio wanaingia pale. Kwa hiyo afu karibia namaliza chuo, hamna hata haja ya kupajua hostel. Mimi nitakuwa ukinihitaji unanipigia na kuja tunaonana hivyo yani. Sijui kama nitaweza. Kwa sababu wanaipendana kwa dhati, wakikosa kuonana siku moja tu jua ni sawa na mwaka mzima. Sasa mpaka umalize chuo mimi si nitakuwa nimeshakonda kweli. Ndio itabidi univumilie. Sijui kama nitaweza. Yaani unanisikia? Kwa kweupe. Yaani hapo usafishe, utoe uchafu wote. Unaona hiyo kutu hiyo? Hiyo. Huo ukijani wote uishe. Sawa? Sawa. Ujaje kulalala hapa. Umesikia wewe? Sawa. Ujaje kulala. Na ukimaliza hapo kuna nguo ziko pale. Miranda. Sasa ndio umefanya nini? Miranda, ni mara ngapi nakwambia usinifuate maeneo ya kazi? Sasa umefuata nini? Mimi nakupigia simu zangu pokea, utaka mimi nifanyaje? Hata kama sipokei simu, si ungenitumia message. Wakati mwingine mimi nakuwa kwenye vikao. Wow. Mkurugenzi. Huyu si yule binti yetu yule? Amekuwa. Sikiliza. Huyu ni mtoto wa dadangu. Sawa, na anakuja hapa kuniambia taarifa za dadangu mkubwa anaumwa. Alafu kazi niliyokutuma umeshamaliza? Bado. Sasa kama hujamaliza kazi zako unaulizaje masuala ya watu wengine? Hebu leta kaendelee na kazi yako. Ndani ya masaa mawili hiyo imekwisha hiyo kazi. Sawa. Sawa. Haya ndio unayoyakataa mimi kuja hapa. Ungepokea simu zangu hayo yote asingekukuta. Sasa hata kama sijapokea simu, si ungetuma message. Hivi sasa kwa mfano ingekuwa ndio mke wangu sasa kwa mfano. Mara ngapi nakwambia hizo habari za mke wako sitaki kuzisikia? Nipe kichwa naleta niondoke. Tumekuleta nini? Pesa. Kiasi gani? Kama nilokuambia. Sasa Miranda. Sasa wewe usingeniambia tu kwenye simu ningekutumia mpaka uje hapa. Sasa unakasirika nini? Hamna, una vitu vingine unaharibu utaratibu bwana. Unajua vitu vingine bwana. Hai. Sikasirike bwana. Hii barabara iko fuji. Asante. Tutakuja leo. Basi unajua mimi utaratibu wangu lazima nipite kwako. Bye. Love you. Nimekuelewa mama. Utatoa hizo nguo zote uzifue. Umesikia eh? Sawa mama. Habari ndio hiyo. Ujaje kulala hapa, kazi tu. Kama Rais Magufuli hapa kazi tu mama. Bwana. Naomba umekuja umenishtukiza hivi hata simu moja nipigie. Hakuna haja kukupigia simu. Hapa si nyumbani kwangu bwana. Tatizo liko wapi? Wakati yote mimi nakuja. Au vipi? Lakini nimeamua kukufanyia surprise kidogo leo. Ili nije hafla nione. Naweza kukufumania au bwana. Na mke wako unamwonea hivi kama unavyonionea mimi. Yule amekwisha. Ana mpya wala nini rafiki. Umesikia bwana?
kwa sababu yeye tena amekuwa mtu yupo tu, lakini mtoto kama wewe, damu changa inatembea inakimbia, tunapokuwepo na sisi tunajisikia na tutakuwepo hapa kama siku 3 hivi ili tule raha. Baby, na mke wako? Maswala mke wangu yaachana nayo, kwa sababu yeye ndiye nimeshamwaga kwamba mimi nakwenda semina Zanzibar. Kwa hiyo kwa hizo siku 3 za semina basi nitakuwa nazitumia hapa. Baby bwana, sasa na mimi chuo. Mambo ya chuo utaendelea. Kwa hizo siku 3 tukikaa, tukizungumza, tukirelax, baada hapo tutakwenda chuo. Tatizo liko wapi wewe? Haupendi kuwa na mimi karibu? Hamna, nakumisi lakini shule ni muhimu mpenzi wangu. Baby, ngoja nikaangalie. Ushaanza sasa watu wako tena marafiki zako nini? Ndio mambo ambayo mimi wasiyapenda. Sasa baby, unajuaje kama ni marafiki zangu? Inawezekana labda ndio maana mimi wasipendi wageni hapa. Watu wana starehe zao na nani, mama rakaogopa. Nasikia analialia tu. Ina maana hujampa chakula leo, si ndio? Chakula kimeisha. Kimeisha? Sasa kama kimeisha unafanya nini baada ya kukifuata? Sasa kama unanipenda kwa dhati, basi utanitoa hapo utanipeleka kwenu. Sasa kesho nije saa ngapi? Uje wapi? Wewe kijana. Wewe. Come on. Utaniambia. Utakaribia na nini sasa huko ndani? Sasa kama wewe ndio tunamsalimia. Sasa wewe alimpiga huyo, atakiona cha mtema kuni. Ndio. Nipotezee nini?